Ndugu zangu katika imani, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu ad-dunya bihadhafiriha. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله, ndugu zangu katika imani, ninawahusia pamoja na kuihusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake hupatikana khairi nyingi sana. Hilo ni la kwanza. Lakini jambo la pili, nawahusia wazazi wakae chini na vijana wao na watoto wao, wawakanye na wawape tahadhari mapema ikiwezekana
ya kwamba kuna tetesi za 9 Disemba kwamba kutakuwa na maandamano ya amani. Kwa hivyo ni wajibu kwa kila mzazi kumweka chini mwanawe na kumtahadharisha kutokana na maandamano haya. Na hii ni kwa sababu Uislamu, dini yetu ya Uislamu, haukuamrisha kitu kinachoitwa maandamano. Lakini vile vile serikali pia haikuruhusu maandamano. Ndugu zangu katika imani, mimi na ninyi ni mashahidi wa kile kilichotokea Oktoba. Mwenye macho aliona na mwenye masikio alisikia. Kwa sababu hiyo tusiziingize nafsi zetu katika maangamizo. Waislamu ni watu wenye akili sana, na yatakikana wakae chini, watafakari, wafikirie sana, kisha baada ya hapo waangalie muongozo wa dini yetu ya Kiislamu unatuongoza vipi. Kwa sababu vijana wengi wamejiingiza katika kupambania mipango ya watu, na kelele zimekuwa nyingi mno. Lakini yote haya ni kwa sababu sisi Waislamu pamoja na vizazi vyetu tumeacha mafundisho sahihi ya Uislamu. Na ndiyo maana leo tunalalamika hali ngumu, maisha magumu. Basi vijana wetu wakajazwa upepo kwenda kupambania maslahi ya watu wengine. Ndugu zangu katika imani, nawahusia sana katika hilo. Mkae na vijana wenu, muambie mapema kwamba wasijiingize katika matatizo. في هذه الخطبة سنتحدث عن أمر شديد الأهمية وهي القناعة. Katika khutba yetu ya leo tutazungumza jambo la muhimu sana, nalo ni kuwa na qanaa. Tunapozungumzia qanaa ni kutosheka, ni kuridhika na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekugaia wewe Muislamu. Lakini qanaa hii tunaipata vipi ikiwa sisi tumeachana na mafundisho ya Uislamu? Kitendo cha kuachana na mafundisho ya Uislamu ndiko ukaona watu wamekosa kabisa qanaa, na wakawa na maisha ya dhiki. Kwa sababu haya alishayasema Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake kitukufu, waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Waman a'rada an dhikri, yule atakayepuuza dhikri aidini wa qila kitabi, yule atakayepuuza dini yangu, Allah anasema
yule atakayepuuza maneno yangu mimi, basi bila shaka huyu tutampatia maisha ya dhiki, maisha magumu, maisha ya dhiki, kukosekana utulivu katika nafsi zetu. Ni kwa sababu tumeachana na mafundisho ya Uislamu. Makhatibu wengi wa Kiislamu kila Ijumaa wanatuhutubia mafundisho bora ya Uislamu, na haya si mageni katika masikio yetu. Lakini binadamu ana kawaida ya kuidhulumu mwenyewe nafsi yake. Ndugu zangu, ninawapa siri ya kuwa na maisha yenye furaha. Lakini siri hii si kwa maana ya siri, kwa sababu makhatibu wetu, maduati wetu, mashekhe zetu huwa wanazungumzia sana mambo haya. Jambo la kuzingatia ili tusiishi katika maisha ya dhiki ni moja tu, nalo ni kurejea katika mafundisho yetu ya Uislamu na tukayafanya matendo yaliyokuwa bora, matendo ya kheri, na tukaachana na matendo yaliyokuwa mabaya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Atakayefanya matendo mazuri sawa sawa au mwanaume au mwanamke, basi falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, tutampatia yeye maisha mazuri. Kwa hivyo maisha mazuri yapo katika kurejea katika mfumo wetu wa dini ya Kiislamu. Tunapozungumzia maisha ya qanaa, maisha mazuri ni yale maisha ya kukinai na kuridhika kwa kile ambacho Allah amekukasimia. Na haya ndiyo maisha yenye furaha. Ukiwa na kingi unaridhika, na ukiwa na kichache pia unaridhika na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kilichokosekana kwa watu wengi ashukuru, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile ambacho amewagaia. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu, ay Allah subhanahu wa ta'ala amewapeni yote yale ambayo mlimuomba na yale ambayo hamkumuomba pia amewapa. Kisha akaendelea kusema, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, na ikiwa mtazihisabu neema za Allah, la taqdiru ala hasriha, hamtaweza kuzidhibiti. Limadha? Kwa sababu gani hamtaweza kuzidhibiti? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah yeye amesema likathratiha, kwa sababu neema za Allah ni nyingi mno, kasab'i wal basar, kama vile usikivu, kuona. Nadhani kwa wale wenye neema ya uoni
waliona kilichotokea Oktoba, na kwa wale ambao hawakuona walisikia kilichotokea Oktoba, na ikawa mtu ana habari kamili. Hizi ni neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia basi kwa kumuomba. Wewe umezaliwa unalikuta tu, unaona, unasikia, lakini hukupeleka maombi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo neema za Allah subhanahu kwetu sisi ni nyingi sana. Ndugu zangu katika imani, ila ghairi dhalika min al-afia, na neema nyinginezo nyingi sana kama vile afya. Wakati wewe unaburudika na neema ya uoni na usikivu, kunusa, kuna wengine neema hizo hawana. Mwaka 2020 nilipokuwa Morogoro, nilienda kwa ajili ya kufundisha dini ya Uislamu. Mmoja katika wanafunzi wangu, maana mimi nilikuwa nafundisha kina baba na mke wangu mimi alikuwa akifundisha kina mama. Katika wale kina baba mmoja yapo, Allah subhanahu wa ta'ala alimnyima neema ya kunusa. Kwa maana alikuwa ahisi harufu yoyote, iwe nzuri au mbaya. Ananiambia, mwalimu, mimi nina uwezo wa kukaa chooni na nikala na nisihisi chochote. Leo wewe Allah amekujalia neema hizi, unanusa, unajua hii ina harufu mbaya na hii ina harufu nzuri. Allah amekujalia macho, unaona vizuri na vibaya. Allah amekupa masikio, unasikia. Neema zote hizi na mfano wake Allah subhanahu wa ta'ala amekupa pasipo kumuomba, lakini inawezekana ikawa haukumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na neema nyinginezo nyingi kama vile afya. Ndugu zangu katika imani, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu ad-dunya bihadhafiriha. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, mwenye kupambaukiwa miongoni mwenu akafika asubuhi ana amani ndani ya nafsi yake, waqila fi ahlihi wa iyalihi, ana amani katika familia yake, lakini pia muafan fi jasadihi. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kuwa yeye sahihan, yuko na afya njema, min al-ilal wal asqam, hana maradhi, hakuna adui anayemtetemesha yeye. Muafan fi jasadihi ay fi badanihi dhahiran wa batina, Allah amemjalia na afya ya kiwiliwili chake nje na ndani, hakuna figo iliyofeli ndani, kila kitu kiko salama. Indahu qutu yawmihi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amejalia na chakula cha siku yake nzima, ana chakula cha siku yake nzima. Fakaannama, angalia mtume sallallahu alayhi wasallam anasema nini? Anasema fakaannama hizat lahu dunya bihadhafiriha, ay fakaannama u'tiya ad-dunya bikamaliha, fakaannama malaka ad-dunya bitamamiha. Mtu huyu kana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemkusanyia dunia kwa ukamilifu wake. Kwa nini? Kwa sababu ana mambo matatu. Jambo la kwanza, ameamka na amani. Jambo la pili, ana afya, na jambo la tatu, na msosi wa siku yake nzima.
Ni kheri iliyoje, kana kwamba ameikusanya, ameimiliki dunia nzima. Astaghfirullah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, ninawahusia kwa mara ya pili pamoja na kuihusia nafsi yangu mambo matatu ambayo ameyazungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ni mambo bora mno, ni mambo muhimu mno kwa muumini wa kweli ambaye anamhofu Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi atajua thamani ya mambo haya matatu. Jambo la kwanza, kuwa na amani. Kuwa na amani. Vijana ambao wamepanga fikra za kwenda kuvuruga amani, wamche Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu amani ndio kila kitu. Kulipo na amani, gari zitakwenda na kurudi. Kulipo amani, watu watafanya kazi zao. Kulipo na amani, watu wataoana. Kulipo na amani, watu watafanya mambo mbalimbali ya kimsingi. Lakini unaonaje amani ikaharibika? Nyinyi ni mashahidi wa kile kilichotokea siku chache tu Oktoba. Watu hawakuzoea kukaa ndani kwa muda mrefu, lakini walikaa. Uchumi umeyumba, watu wamerudi katika amali zao, lakini hali imezidi kuwa mbaya. Ni kwa sababu ya kile kilichotokea. Ndugu zangu katika imani, ninawahusia kushukuru neema ambazo Allah ametupa. Na amani ni neema kubwa sana ambayo kana tumshukuru Allah subhanahu kwa neema hii. La in shakartum la azidannakum. Allah anasema mkinishukuru nitawazidishia. Kwa neema ambazo mimi nimewapa, endapo mtaendelea kunishukuru nitawazidishia. Wala in kafartum inna adhabi la shadid. Lakini mkizikufuru neema zangu, adhabu zangu ni kali mno. Kwa maana neema zinazidi kwa sisi kushukuru. Kwa hivyo tutatakikana sisi tumshukuru Allah kwa neema ya amani. Ndugu zangu katika imani, vijana msijazwe upepo. Msikubali. Nabii Ibrahim alayhi salam, jambo la mwanzo kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala huko nyuma, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan. Ibrahimu alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala amani katika mji wa Makka. Kisha baada ya hapo akasema warzuq ahlahu min athamarat. Ndugu zangu katika imani, amani kama nilivyosema, ili maisha yetu sisi yawe mazuri, ya kutosheka, kuridhika na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ametupa, turejeeni katika mafundisho ya Uislamu. Ndio maana Allah akasema man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun, akaweka sharti. Sharti awe muumini tu. Muumini gani? Muumini ambaye anamwamini Allah na mtume wake. Basi akiwa hivyo, fala nuhiyannahu hayatan tayyiba, huyu sisi tutamtosheleza, tutamkinaisha, tutampa utulivu, tutampa furaha katika maisha yake, sawa sawa apate kingi au kichache.
ndio raha ya Uislamu. Haya ndio hayatan tayyiba. Lakini ukisikiliza kelele za vijana wengi, nilifuatilia mtandaoni, si hawa katiba, hawa nini, lakini kinacholengwa ni kimoja tu, kuwa na maisha mazuri. Basi sasa maisha mazuri hayo tunayapata vipi ikiwa watu vitabu vya dini hawaviheshimu? Turudini katika mfumo wa dini yetu ya Uislamu. Wallahi tukishikamana sawa sawa, Allah subhanahu wa ta'ala atayasimamia majambo yetu. Allahumma ij'al hadha baladan amina wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.